Ni majibu ya barua ya TFF ama ya bodi ya ligi kuelekea katika klabu ya Young Africa, ambao wao waliandika taarifa yao kwa umma, huku akiandikia pia TFF na bodi ya ligi barua ya kuwataka baadhi ya viongozi wake, hasa wale viongozi wa juu kabisa wa bodi ya ligi, waweze kujiuzulu kwa kuwa wao hawana imani tena na bodi hiyo, wakimtaka mwenyekiti wa bodi hiyo Steven Mguto sambamba kabisa na CEO wa bodi hiyo Almas Kasongo waweze kuachia ngazi. Na hii yote ni kutokana na taarifa yao ndani ikidai kuwa siku ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025, siku ambayo ilipangwa rasmi kwa ajili ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga dhidi ya Simba, mnamo majira ya saa 4 mpaka saa 5, mwenyekiti wa bodi hiyo Steven Mguto alinukuliwa na moja ya chombo cha habari akidai kuwa kwamba mchezo wa dabi ya Kariakoo upo pale pale kama muda ulivyopangwa kuwa ni saa 1:15, lakini baadaye masaa 3 mbele bodi hiyo ilitoka na taarifa kwa umma ikidai kuwa mchezo huo umeahirishwa, na wao wakidai kwamba haikupaswa kuahirishwa mchezo huo kwa sababu hakukuwa na sababu maalum ambayo ilichangia mchezo huo kuweza kuahirishwa. Kwa hivyo wakasema kwamba hawana imani na mwenyekiti wa bodi hiyo sambamba kabisa na CEO wa bodi hiyo, na wanapaswa kuachia ngazi. Lakini bodi leo hii imekuja na majibu baada ya kuandikia klabu ya Yanga, majibu ambayo yako katika barua yao ya tarehe 16 mwezi wa 3 2025. Katika barua hiyo ambayo imeweza kutolewa na mmoja kati ya waandishi wa habari nguli ama wachambuzi nguli, Jemedari Saidi, anasema kwamba bodi ya ligi kuu imejibu klabu ya Yanga barua yake ambayo ilikuwa pamoja na mambo mengine inataka ipewe alama 3 na mabao 3 kwenye mchezo ulioahirishwa wa tarehe 8 Machi 2025. Inasema katika barua ya tarehe 16 Machi 2025 yenye kumbukumbu namba TPLB/CEO/2024/625, bodi inasema mechi iliahirishwa kwa kufuata kanuni na wala sio kwa sababu ya Simba SC waliogomea kama ambavyo Yanga walisema katika barua yao. Katika barua hiyo ya bodi yenye kurasa 3 na vipengele 12, bodi imewaambia Yanga mchezo uliahirishwa rasmi saa 8 mchana. Baada ya hapo hakukuwa na taratibu zozote kuhusu mchezo huo ambazo ziliendelea, na kwamba maafisa wote wa mchezo ambao walikuwa wakifanya shughuli za mechi Benjamin Mkapa waliondoka isipokuwa wale wa usalama pekee. Hakukuwa na taratibu zozote za mchezo zilizoendelea kama ilivyoelezwa kwenye kanuni ya 17 ambazo zilifanywa ili kupatia timu iliyoko kiwanjani alama 3 na mabao 3 kikanuni, ikiwemo kukagua timu hiyo. Inasomeka sehemu ya barua hiyo ya majibu kwa Yanga SC. Klabu yako inapaswa kuelewa kwamba kanuni za ligi kuu namba 17 ibara ya 45 haisemi popote kwamba klabu mgeni visiting team inapaswa kuwasiliana na wadau wengine ili kutimiza takwa la kikanuni la wao kwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaochezewa mechi siku moja kabla. Imesomeka barua hii ya bodi. Bodi aidha imesema waliita kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu baada ya kupokea ripoti tofauti zenye mfululizo wa matukio uliojenga msingi wa mgogoro uliotokea tarehe 7 Machi 2025 pale Benjamin Mkapa wakati Simba wakitaka kufanya mazoezi. Kutokana na umuhimu na unyeti wa taarifa zilizopelekwa, zingine zilitishia usalama, vitisho, tuhuma za rushwa ambazo zinachukuliwa kwa umuhimu na upekee kwenye soka. Kamati iliona umuhimu wa kuahirisha mechi ili kuepuka changamoto za kiusalama kabla hazijatokea, kabla au baada ya mechi, ili kujipa muda na pengine kuhusisha vyombo vya kitaifa vya uchunguzi, imesema barua hii ya bodi kwenda klabu ya Yanga. Kamati iliona matokeo hasi ya kuahirishwa mechi ni madogo kuliko matokeo hasi ambayo yangejitokeza kwa mechi hiyo kuchezwa. Aidha, kwa kupeleka timu kiwanjani, Yanga wamekiuka kanuni ya 47:18. Hiyo ni taarifa ya barua ambayo bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara imeiandika kama majibu kuelekea katika klabu ya Yanga, ikidai kwamba pointi hizo 3 ambazo walikuwa wakizihitaji na magoli 3 haziwezekani kupatikana kwa staili hiyo, na pengine
Yanga inapaswa kusikiliza tu taarifa ambayo itatolewa na bodi ikipanga kutaja tarehe nyingine ambayo mchezo huo wa dabi unatarajiwa kuchezwa. Hiyo ni taarifa ambayo imetoka kwa bodi, lakini hapa nataka nikupitishe katika kanuni hiyo ya 47 inasemaje. Kanuni ya 47 katika kanuni ya 47 ambayo Yanga imekiuka kwa mujibu wa bodi inasemaje, ili tuweze kuendelea. Lakini ndio hivyo, mambo yanazidi kuwa mazuri, ama mambo yanazidi kunoga kuelekea kutokana na swala hilo la mechi kuweza kuahirishwa ya dabi. Na kanuni ya 47 inasema ni kuhusiana na udhibiti wa klabu, lakini tunataka tujue kanuni ya 47:18 inasemaje. Ibara ya 18 inasema viongozi wa klabu ambayo itashindwa au kukaidi kutii maagizo au maamuzi au utekelezaji wa maamuzi ya TFF au TPLB watafikishwa kwenye kamati ya nidhamu au kamati ya maadili ya TFF. Kwa hivyo viongozi ambao wameshiriki katika kukaidi agizo la TFF, inamaanisha ni viongozi wa Yanga ambao wao baada ya kuona barua ya bodi ya ligi ya kuahirisha mchezo, wao walifikia maamuzi ya kuweza kupeleka klabu yao uwanjani. Kwa maana hiyo viongozi hawa watafikishwa katika kamati ya maadili ya TFF, ya nidhamu na maadili ya TFF, kwa ajili ya kuweza kujibu shtaka hilo ama tuhuma hizo za wao kuweza kuamua kupeleka klabu yao uwanjani, ili hali wanajua tayari kwamba TFF pamoja na